Habari leo TZ. Jinsi vita vya Iran, Israel na Marekani vitakavyoathiri Afrika kiujumla. Karibu kwenye Habari leo TZ, sauti ya ukweli, uchambuzi wa kina na ufahamu wa dunia unaogusa maisha yako moja kwa moja. Leo tunazungumzia mada nyeti na yenye uzito mkubwa, jinsi vita vya Iran, Israel na Marekani vitakavyoathiri Afrika kiujumla. Kaa karibu. Hili ni suala ambalo linaweza kubadili siasa, uchumi na amani ya bara letu katika miaka michache ijayo. Chanzo cha mvutano. Mzozo kati ya Iran na Israel si mgeni. Umejikita kwenye tofauti za kidini, kisiasa na kijeshi zinazodumu kwa zaidi ya miaka kadhaa. Marekani kama mshirika wa karibu wa Israel imekuwa mstari wa mbele kuiunga mkono kijeshi na kisiasa, huku Iran ikiungwa mkono na baadhi ya mataifa kama Urusi na makundi ya kijeshi kama Hezbollah na Hamas. Mwaka 2024 hadi 2025 umeonyesha dalili za hali kuwa mbaya zaidi, kwa mashambulizi ya angani, majaribio ya silaha, vikwazo vipya na ongezeko la majeshi katika maeneo ya kimkakati kama Ghuba ya Uajemi. Athari za moja kwa moja kwa Afrika. Ingawa vita hivi vinaonekana kama vya Mashariki ya Kati na Marekani, Afrika haiwezi kujitenga navyo. Kwanza, mataifa mengi ya Afrika hutegemea bidhaa kutoka Mashariki ya Kati, mafuta, gesi na bidhaa muhimu za viwandani. Vita vikizidi, bei ya mafuta itaongezeka mara 2 au hata 3. Hii ina maana gharama za usafiri, bidhaa sokoni, umeme, vyote vitapanda. Kwa mfano, mwaka 2022, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine ulisababisha bei ya unga na mafuta ya kupikia kupanda kwa 30% hadi 50% katika mataifa kama Kenya, Nigeria na Tanzania. Je, vita vya Iran, Israel na Marekani vitakuwa vikali zaidi? Huenda ndiyo. Athari za kiuchumi. Afrika Kusini, Nigeria, Algeria na Angola ni baadhi ya nchi zinazouza mafuta nje. Vita hivi vinaweza kuwanufaisha kwa muda mfupi, lakini kwa nchi nyingi zenye uchumi tegemezi kama Tanzania, Rwanda au DR Congo, gharama za uagizaji bidhaa zitapanda haraka mno. Pia uwekezaji kutoka nje unaweza kupungua. Wawekezaji huogopa kanda zisizo na utulivu. Ikiwa Afrika itaonekana kama inakaribiana au kuathiriwa na mvutano huu, mitaji inaweza kuhamia Asia au Amerika Kusini. Athari za kisiasa na kidiplomasia. Mataifa ya Afrika pia yataingia kwenye mgawanyiko wa kidiplomasia. Baadhi ya nchi zina uhusiano wa karibu na Israel kama Ethiopia na Kenya, huku zingine kama Algeria na Afrika Kusini zikiegemea zaidi kwa Iran au mataifa ya Kiarabu. Hii inaweza kuongeza migawanyiko ndani ya Umoja wa Afrika, kuvuruga ushirikiano wa kikanda kama SADC, ECOWAS au ECA. Hali ya kutoaminiana na mito ya kuunga mkono upande mmoja inaweza kusababisha misuguano ya ndani. Athari za kijamii na kijeshi. Vita hivi vinaweza kuvutia makundi ya kigaidi barani Afrika kama Al-Shabaab, Boko Haram au ISWP. Haya makundi yanaweza kupata msukumo mpya, rasilimali au ajenda mpya za kuendeleza machafuko Afrika. Katika historia, vita vya nje vimekuwa chanzo cha kuibuka kwa ugaidi wa ndani. Mfano mzuri ni baada ya vita vya Iraq, ambapo wapiganaji wa jihadi walihamia Libya na Sahel, kusababisha madhara makubwa kwa nchi kama Mali, Niger na Burkina Faso. Hitimisho na ushauri. Afrika inapaswa kuchukua tahadhari kubwa. Viongozi wa Afrika wanahitaji kujiandaa kwa hali ngumu ya kiuchumi, kuweka sera za ndani zinazolinda wananchi na kuepuka kuvutwa katika vita vya mataifa makubwa. Sauti za hekima zinapaswa kusikika, si kwa kuunga mkono upande mmoja, bali kulinda maslahi ya Afrika, amani na maendeleo. Na kwa raia wa kawaida, tujitayarishe kwa mabadiliko ya bei sokoni, tufikirie namna ya kuwa na akiba, kulima chakula na kuunga mkono jitihada za amani. Sisi ni sehemu ya dunia, lakini pia tuna haki ya kulinda maisha yetu na mustakabali wetu. Mpaka wakati mwingine, kaa salama, kaa makini.